Nafikiri baada ya kikao kufanyika tumeachwa na taharuki zaidi kuliko kabla ya kikao. Ndio kitu ambacho naweza nikakiona, kwa sababu alichokuja kizungumza Kasongo dakika chache baadaye Young Africans nao wakaja wakizungumza kitu chao kingine cha tofauti, kitu ambacho kunaonesha kwamba kuna crisis kubwa ya communication pengine kuliko tunavyoweza kufikiria. Kuna siku nilishawahi kuzungumza hapa kwamba nafikiri busara inaweza kutumika kuweza kuamua swala hili, kwa sababu inaonekana kama kanuni tumeshazisigina na tumeshindwa kuzisimamia ama tumeshindwa kuzitekeleza kwa pamoja. Nini kinachofuata panaposhindikana kanuni? Nafikiri busara ndio ilikuwa option bora zaidi. Leo hii watu wanatoleana mpaka siri zingine ambazo tulikuwa hatuzijui huko, kwa sababu wameshapandishana sukari, wamefika kwenye level ambayo pengine hawakupaswa kuweza kuifikia kwa kiwango hicho. Kwa hiyo naiona challenge kubwa sana ya communication ama communication crisis kubwa sana kati ya bodi na Yanga, pengine tofauti na hata tulivyokuwa tunataraji, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tuna reporters na issue ya is Yanga na bodi ya ligi, si Yanga na bodi ya ligi, ndivyo tulivyokuwa tunaiona, na ilikuwa ni kuhusiana na dabi, ndio ilikuwa dai la msingi kuhusiana na mchezo wa dabi ambao haukufanyika. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda inaonekana ienda mbali nje na pale kwenye dabi, na yaonekana sasa wameshafika sehemu ambayo ustahimilivu hauwezi kuwa na nafasi tena kwenye eneo lilokuwepo. Kwa hiyo crisis iliyokuwepo nafikiri bado inaweza kutafutiwa majibu sahihi kwa wakati sahihi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kaja kusema imeshindikana kabisa kupata suluhu ya tatizo lilokuwepo baina ya Yanga pamoja na mamlaka za mpira hapa nchini. Otherwise nafikiri sehemu kubwa ni communication to crisis ndio ambayo inatupelekea kufika hapo, kwa sababu ukiona mtu mpaka anaanza kutoa masiri mengine ambayo hayakuwa sehemu ya dai la msingi ama dai la kwanza, hujue kuna sehemu ambayo uvumilivu kila mtu umeshafika mwisho.